Mtazamaji wa PMTV2, karibu sana kwenye interview exclusive kabambe kabisa, ikimhusisha designer mkubwa sana hapa Bongo. Kwa ambao wanamfahamu, ambao wamfahamu, basi namleta kwenu D-Wine. Huyu si mwingine, hata ukiangalia sura yake unaweza ukahisi ni familia, lakini amekuja kwa upande wake kabisa. Vipi lakini uko fiti? I'm good, man. Kabisa. Cool. Wanakushindanisha sana huko, unapata taarifa? Wanashindanisha kwa upande upi yani? Hebu tuanze sasa, D-Wine ni mtu gani? D-Wine ni nani, anafanya nini? D-Wine ni designer. Nikisema designer ndani yake kuna stylist, kuna kila kitu kinachohusu fashion. It's me, man. Ndio. Yeah. Hivyo tu? Yeah. Basi sawa, shukrani sana kwa PMBet ambapo wiki iliyopita zilitimia zile wiki 5 ambapo aliweza kushinda mshindi kwenye ile draw ya Royal Sports Car. IST iliweza kutoka pale na mshindi alipatikana. Cha kufanya na wewe ni kushiriki kwenye hiyo promotion kwa kutumia application ya pmbet.co.tz kule kwenye website, lakini pia unaweza kushinda paka 500,000 tu. Washindi 30 wa kwanza basi ndo wanaweza wakaenda kwenye hii draw. Sasa moja kwa moja tukianza na swali letu, D-Wine, yeah. Tumeona hapa juzi kati kuna tuzo zilitolewa. Yes. Lakini pia kuna mshikaji mmoja hivi anajulikana kwa jina la Chuga. Chuga man. Si unamsikia? Hapana, labda kama ana jina lingine. Kabla hatujaanza interview ulikuwa umesema kwamba wewe binafsi haupendi sana kufanyaje kwenda kushiriki kwenye tuzo. Ni kitu gani ambacho kinakufanya usipende kwenda kushiriki kwenye tuzo? Sio sipendi. Yaani mimi unajua mimi sio mtu wa kujiweka karibu na watu. Kwa nini? Ndio hivyo, yani ni pogo hivyo. Au ndo brand tunasema? No, brand ni automatic, ni udhaifu wangu. Yani kukaa. Lakini upo kwenye tunasema upo kwenye industry ambayo inahitaji watu kama vile tunakuona unavalishwa wakina Diamond. Ni watu wakubwa tayari, wasanii wengi sana wakina Wanaman kule tunakuona. Lakini inabidi sasa uwe unapata hata exposures nyingine na nyingine, kwa mfano kama hata kushiriki kwenye majukwaa. Kushiriki kwenye majukwaa ya kuonyesha nguo? No, sijawahi. Kwa nini? So upande wako? Unajua pia kitu kingine, ikizungumzia sanaa ya fashion ya Bongo, bado ni ndogo sana. Sure? Yeah, sanaa ya fashion ya Bongo bado ni ndogo sana, kwa maana udogo wake pia hata wakufikiri. Kwa maana unaona kitu ambacho nakifanya mimi. Ndio. Wazalishaji wengi wa matamasha ya fashion Tanzania wanaweza wasikielewe, kwa sababu wao wamebezi sana kwenye biashara. Ndio. Unaona? Lakini hawajabezi kwenye kuikuza fashion na vipaji. Kwa hiyo unataka kusema nini kuhusiana na yule jamaa anayejulikana kwa jina la Chuga Man? Kwa sababu tunaweza tukaangalia kwenye fashion kwa sababu simjui. Mnaendana, lakini kazi zenu lazima unaweza ukawa hata umegumiana naye. No. Hujawahi? Sijawahi. Ningekuwa na mimi. Au hutaki kutoa kiki? Hapana, yani ni mtu ambaye simjui, sijawahi kuonana naye. Sasa nawezaje kumshauri ikiwa hata kazi zake sijaziona, na pia sijawahi hata yani iko kitu ni kigumu kumzungumzia mtu ambaye hujui kazi yake, umjui yeye mwenyewe pia. Ni kitu kigumu sana. Basi sawa, tuzungumzie kazi zako binafsi. Yeah. Ni kazi yako gani kubwa ambayo ilishai kukupeleka mjini tunasema mpaka watu wenyewe wakaona na mwenyewe ukajiona kwamba hapa kweli nimepiga hatua? Kazi yangu kubwa ilionipeleka mjini na ilonipa mafanikio ni kumvalisha Ayra Starr, msanii kutoka Nigeria. Yeah. Sasa hivi uko Marekani, Mamtoni. Nigeria Ayra Starr. Lakini sasa hivi anaishi huko. Yeah. Ilikuwaje? Hebu tuelezee ilikuwaje yani mpaka ukapata huo mchongo, mpaka ukamvalisha na baada ya hapo akafurahia, au ilikuwaje? Hebu tupe story kidogo. Ayra Starr alikuwa anakuja kuperform Dar es Salaam Superdome Masaki pale. Kipindi anakuja alikuwa ametumiwa peji 5 za madesigner wa Bongo. Shaona? Achague designer mmoja wa kufanya naye kazi. Sasa mimi sikujua kwamba alitumiwa na kina nani. Shaona? Alivyotumiwa akanichagua mimi, nikashangaa kwamba nikachekiwa pale IG. I think yule ni manager wake. Shaona? Akanicheki pale, tukaongea,
mpaka siku ya tamasha. Na kuanzia hapo mlishafanya tena kazi baada ya kumaliza pale? Tunawasiliana kwa vile pia naye unajua sasa hivi amekuwa busy sana, pia amekuwa mtu wa Marekani sana huku. Brandi ishakuwa Afrika mara moja sana, kwa sababu alinipromise kuna kipindi alisema lazima nirudi Tanzania kwa ajili ya kufanya tour. Umeona, lakini nikirudi Tanzania nitakuwa nahitaji sana uwepo wako kwenye upande wa mavazi. Lakini tangia kipindi kile hajaja tena, nikawa najaribu kumkumbusha akasema mambo yanakuwa mengi, si unajua? Ndio. Ameshakuwa msanii mkubwa wa kimataifa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba anakublutiki sasa hivi? Yeah, vizuri tu. Anakublutiki. Swahili Star tu mpaka Wizkid mimi ananiblutiki. Maana yake kwamba wameshaona. Yeah. Okay. Yaani mpaka Wizkid mimi anasoma message zangu Instagram. Yeah. Vipi kufanya kazi na msanii mwingine wa nje sasa hivi ukipata issue? Kwa mfano kama yani uende ukawa sasa designer mkubwa, sasa useme kama wa Ira Star au wa Wizkid kama hao, au na wasanii wengine tu ila ni wa nje, unaweza ukaenda ukafanya? Naweza kwenda kufanya, lakini si kwamba itakuwa ni kitu ambacho ni cha ndoto yangu. No. Ndoto yako ni? Ndoto yangu mimi ni maybe labda niitwe na makampuni makubwa ambayo yanajua fashion kwa ajili ya kujifunza zaidi na kufanya vitu vikubwa. Maybe let's say kama Gucci, Dior, Prada, Max Mara, hizo zote ni kampuni ambazo zipo na zinajua fashion na zinaweza kunielewa kwa ukubwa. Dwayne ni mtu ambaye creative. Yeah. Kuna picha yako moja hivi nilipita nayo Instagram. Umedesign kwa maandazi. Na tuseme ndo picha ambayo tuseme hata watu wengi sana walishangaa na imepapatikiwa sana even TikTok right? Hebu tupe story yako kidogo. Sawa, wewe ni mbunifu ulifikiria, lakini vipi mpaka kwenye maandazi Sheikh? Yaani ilikuwaje? Ni kitu gani uliwaza hasa nje ya boksi? Yeah. Unajua, kwanza niwe mkweli. Mimi ni mtu ambaye naongeaga ukweli, natoa pia credit. Umeona ile vazi la maandazi? Kulikuwa kuna mwanangu mmoja ni artist, anaitwa Baron the Pride. Ushaona? Ndio. Huyo mwana ni artist mmoja ambaye pia ni crazy, ambaye anapenda sana kuvaa hivi manguo fulani hivi yaani unique. Service tunasema kama ni ndo muonekano wa kijenzi. Yeah, unique. Ushaona? Yule mwana alikuwa na video yake. Umeona? Akawa ananiambia hivi, Dwayne, natamani kwenye video yangu nivae yani nguo zile ambazo hata watu wataniposti sana, ukiachana tu na muziki wangu yani watu wataniposti. Nikamwambia okay, ulikuwa unatamani uvaeje? Umeona? Au niachie mimi hiyo kazi? Akaniachia ile kazi. Lakini ikafikia time saa 8 usiku akanipigia simu, mwanangu, mimi nimepata idea. Nataka unitengenezee nguo ambayo itakuwa inawaka moto au itakuwa na chakula cha aina yoyote, yani kwamba kwenye kile nguo kuna chakula. Kwa angalau mwenyewe utafanyaje? Nikamwambia kumbe basi sawa. Ikapita kama siku 2 nikampigia simu. Nikamwambia njoo mwanangu. Akaja pale ndo akakuta naitengeneza hiyo nguo ya mandazi. Ile mandazi ulinunua kwa nani yale? Au ulitengeneza mwenyewe? Au mandazi ya Baresa yale. Ya Baresa? Okay. Kwa hiyo ulitumia kama mandazi ya shilingi ngapi? Mandazi sio gharama nyingi sana, ila nguo ndo gharama, lakini mandazi pale yalikuwa kama tumetumia 5,000 fulani. Una crew lako ambalo ukipata kazi unatengeneza nao au ni wewe mwenyewe, yani one man alone? Mimi mwenyewe. Kuna nguo ambazo nazitengeneza mimi kama mimi, afu kuna nguo labda kama tunahitaji nguo nyingi kwenye labda tamasha fulani au kitu fulani, ndo kuna watu wangu ambao nakuwa nafanya nao, yani kwa ajili ya kupunguza majukumu. Na katika hao watu wako uliosema, ulishawahi kufananishwa na S2 by that time? Lakini sijamaliza. Ulishawahi kufananishwa na S2 producer huyo mkubwa sana wa muziki? Unampata? S2 lazima nimjue kwa sababu sio wewe tu, hata watu kwenye Instagram yangu wanamtaji sana. Speaking of Nifra, pia niliona wakati ulikataa kwamba mimi jamani msinifananishe na S2, japokuwa hapo umekubali. No. Mimi sikatai kwamba
mimi kwamba nafanana na Estukizi. Ninachokataa watu kunicompare mimi Unyamwezi, kwamba mimi Unyamwezi na Estukizi nimemwacha mbali sana kuhusu kwenye Unyamwezi. Mbali sana, yani sana. Sio kwamba tuseme sasa hivi jinsi ulivyo labda unasuka na yeye labda unakuta muda huo pia naye kasuka. No, unajua nikwambie kitu kimoja. Kuna muda unakuta umeposti picha umevaa nguo fulani hivi, Estukizi naye huyo. Sasa hatujui kwamba ni nani ambaye amekuwa amemwanza mwenzake either kumuona au kutokumuona. Okay. Sasa kitu ambacho naweza kukwambia, wasanii wakubwa pia wanajifunza kupitia madesigner. Haijalishi designer ana ukubwa gani. Kwa sababu madesigner sisi ndio tunakuaga active kuleta mitindo mipya. Lakini sasa kwenye upande wa mashabiki, mashabiki wanaamini wao ili uwe Mnyamwezi lazima wakujue watu wengi. Ndio hiko wanachoshindwa kunitofautisha mimi na Estukizi. Kwa hiyo ni Mnyamwezi lakini ujulikani na watu wengi. Yeah. Okay. Estukizi ni mtu ambaye tayari ameshakuwa kwenye chat, watu wanamjua. Lakini sikuna muda wanasema kwamba unaweza kufeel tu appreciation kwamba okay sawa Mchizi nafanana naye lakini mimi na harakati zangu na yeye na harakati zake. Ndio maana nikakwambia. Sikatai mimi kwamba sifanani na Estukizi kwa sababu ndio miono ya watu. Ndio. Ushaona? Lakini kitu ninachokataa mimi kunifananisha au kunilinganisha kwenye swala zima la Unyamwezi. Na ukizungumzia Unyamwezi wanaotulinganisha watu na Estukizi ni Unyamwezi wa kupull up, nikizungumzia dress code, nikizungumzia lifestyle, ushaona? Kwa hiyo sihitaji kabisa kulinganishwa nao kwa sababu kwenye hiyo level nimemwacha mbali sana. Yaani 100 kwa 10. 100 kwa 10. Sasa sawa, nilikuanzia kwamba Nanifa naye kuna siku ulishamwambia kwamba bana mimi sipendi unavyonifananisha na Estukizi. Ilikuwaje? Yeye ndo unajua huyo kwanza nimepata stories zake. Pia nilimjua kupitia hilo tukio. Demu nimepata stories zake ni demu ambaye ni ambaye yani uaga anadandia tu vitu, akiona hiki kitu kipo kwenye level fulani basi anataka kwenye ile level imtengenezee kitu. Ushaona? Kwa hiyo alivyoona ile clip yangu kama inaenda akaja comment ujinga wake pale. Lakini mimi sikuwahi kumwazaga kwenye kichwa changu yule mama ntilie. Nifa ni mama ntilie. Sikuwahi kumwaza kwa sababu. Sasa si wa back then huko, so sasa hivi. Kwa hiyo tuseme kama kwa nini sasa ya Nifa ndio imekutouch sana? Kwa nini Nifa? Kwa sababu nilikuwa nafikiria vitu vingi. Pale sijamzungumzia huyo mshikaji kwa nia mbaya. Nilizungumzia kama hisia zangu kwamba mimi sipendi kufananishwa na mtu fulani kwenye swala fulani. Lakini yeye akaja kucomment kama beef, akaja kucomment kama yani kama yeye ndio pengine ndio alikuwa na kinyongo na mimi way back. Yani kama labda alikuwa ananisubiri nifanye aje amalize kinyongo chake. Yani kama ni mtu fulani ambaye alikuwa ananisubiri. Okay. Kwa sababu hata wewe make sense kwamba mimi nakuja nafanya interview na mtu fulani, si ndio? Na kuzungumzia wewe. Sikuzungumzia wewe, namzungumzia mtu mwingine. Umeona? Alafu kumbe wewe ulikuwa una kinyongo na mimi. Kwenye kile kitu kwa sababu watu wengi walikizungumzia ukapata kama nafasi ya kuja na wewe kutoa kinyongo chako. Kwa hiyo tuseme kama mlikutana alikuwa anakutafuta sana siku nyingi afu ukaamua tu. Nahisi iko kitu kwa sababu isingekuwa rahisi tu kwa jinsi yule mtandaoni nilivyoanza kumfuatilia ni mtu ambaye anafuatiliwa mtandaoni. Kwa hiyo isingekuwa rahisi yeye kuja tu from nowhere kucomment ana mahusiano gani na Estukizi mpaka akacomment vile akadiriki kwamba kutengeneza ubaya kwangu ili mradi amfurahishe yule mshikaji. Kwa hiyo unataka kusema kwamba alicomment ili mradi amfurahishe fulani? Alicomment au team tu ilishikwa na mwingine? Alicomment kwa team. Yaani pale tunasema alicomment kwa team. Kwamba yeye ni team fulani. Sasa kile kitu kwa mtu ambaye ni celebrity ni kitu kibaya. Ushawahi kukutana naye before? Sijawahi kukutana naye na mimi nilikuwa simjui. Na hata leo hapa nikisema nikutane naye hapo simjui. Maana kuanzia siku ile kwanza simjui. Maana kuanzia siku ile nilikuwa naona tu jina pale amecomment, nikasema niingie kwenye page yake nikaangalia kidogo, nikamwona mbona ni mwanamke alafu si pia alivyocomment mimi nikahisi labda anakuwa anafanya fashion.
nini. Lakini Rifa alikuwa anavalisha wasanii sasa anavalisha tena. Hebu tuachane na hizo nini. Maana unataka tena umwanze kuingiza sana nifanye ni design. Hapana, sasa si ndio tunataka utoe sasa ya moyoni. Inabidi utoe tu, yani kwamba kama unampiga stop, unampige stop. Au kama mimi sina ya moyoni na ule. Ila kitu ambacho sijapenda yani vile ambavyo ameingilia kitu afu pia akanizungumzia vibaya. Yani unajua kucomment sio mbaya. Mbaya aina ya comment, comment mtu alafu huyo mtu unamcomment akujui, ushaona, hajawahi kukutafuta, hajawahi kukuomba kitu chochote, na wala yani kwenye kichwa chake ni mtu ambaye haupo kwenye system ya ubongo wake, yani haupo. Haujawahi kuzaliwa yani kwenye ubongo wake. Nataka urate. Yes. Tunaanza, sikupambanishi wala sikuchonganishi. Wewe ni designer na unajua kazi nzuri na kazi mbaya. Tukianzia kwenye upande wa video pamoja na maisha halisi. Tunaanza sasa. Ndio. Uvaaji wa Diamond Platnumz na uvaaji wa Harmonize. Vipi? Nani yuko kinyamwezi, nani amekurupuka? Au tunasemaje, tuireti tu kwamba 1/10 au 10/10, tukianzia kwa Diamond Platnumz pamoja na Harmonize. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Unajua tukizungumzia unyamwezi, unyamwezi ni kitu ambacho kuna kitu mtu atakuwa nacho special. Ambacho kile kinamlinda. Ndio. Unaona? Ukizungumzia Diamond ni mtu ambaye ukimwangalia tu unaona kabisa huyu jamaa ni mwekezaji kwenye swala la dress code. Diamond. Yeah. Okay. Yaani mtu ambaye ukimwona tu unaona kabisa, ukiingia hata kwenye page yake, kwenye ma-event yake, unaona kabisa huyu mwana kutoa milioni kadhaa kwa ajili ya mavazi ni kitu cha kawaida. Okay. Ushaona? Okay. Ukija kwa mtu kama Harmonize. Yes. Harmonize ni mtu ambaye kwenye swala la dress code hajajiwekeza sana. Lakini ni mtu ambaye anawekeza sana kwenye brand. Okay. Yeah. Asa brand si pamoja na muonekano? Ndio maana nakwambiaje, kwenye unyamwezi kuna kitu kimoja tu ambacho mtu atakuwa anakilingia, yani kinamlinda. Sawa. Kwa mimi jibu langu kwa wote kwa ujumla kwamba mimi naona wote ni wanyamwezi kwa nafasi zao. Isipokuwa pengine kuna watu hawajawapata, let's say labda designer kama wewe washauri nini, kwa sababu unajua yule ni msanii, masuala ya mavazi hajui, na pengine bado hajapata muda au hajapata chance ya kukaa na madesigner wenye creativity kubwa wakamshauri. Ushaona? Lakini Diamond naweza kusema ameshapita na madesigner wengi. Ushaona? Kwa hiyo nguo anazijua. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Harmonize naye atoe fursa. Harmonize atoe fursa kwa madesigner. Okay. Na sio kutoa fursa tu. Okay. Awe pia anaangalia watu wa kufanya nao kazi. Kati ya wasanii wa Bongo. Sawa. Tusiende mbali. Tusiende mbali. Au sema ulichokwenda kusema. Wasanii wa Bongo ni watu ambao wanachukulia poa kwenye swala la dress code. Yaani msanii wa Bongo anaweza kamlipa director pesa kubwa sana, lakini designer akamchukulia poa. Yaani akawa bajeti yake ni ya mwisho. Sasa kile kitu ni kibaya sana. Kwa sababu video inategemea mavazi, sio kamera tu. Sawa. Yeah. Tukija kwenye masuala ya damu ya nguo. Tunaona msanii Rayvanny hapa na kushindanisha na zile branding kubwa kabisa. Tunakuja kumwona Rayvanny akiwa kwenye staili yake mpya, labda simnasuka, sio kusuka, sio kufanyeje. Alafu hapo kuna tuseme nani, Mbosso Khan. Na pia staili yake kubwa ni nini? Ni kusuka, lakini pia kuvaa. Vipi kati ya wawili, nani ana damu ya nguo, nani hana damu ya nguo? Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja. Nguo inaga damu. Inayo. Hapana. Inayo. Nguo inaga damu. Mnadanganywa sana. Kweli? Mnadanganywa sana. Mimi ndio nakwambia. Sio kama kuna mwingine unaweza tu kumuona amevaa hivi ukasema nguo inaga damu. Na ndio maana zinatengenezwa nguo za style tofauti tofauti. Umeona wewe leo? Kuna duka ukiingia kuna nguo utajiuliza, yaani nguo mtu ananunua kabisa. Lakini ile nguo kuna mtu akivaa anapendeza.
Kwa hiyo nataka kusema viwete wale, umeona wale viwete wana nguo zao. Serious. Ushaelewa? Walemavu sijui wa mikono wana nguo zao. Walemavu sijui ni kila mtu ana nguo zake hapa duniani. Kwa hiyo ni vile kujipata tu. Ushaona? Kujipata sehemu fulani unatakiwa ujijue. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba Rayvanny ana damu ya nguo. Siwezi kusema ana damu ya nguo. Inawezekana kama amejipata kwenye mavazi, kwenye kupendeza. Lakini ni msanii ambaye tuseme ana invest sana kwenye kuvaa kwenye video zake. Sijaona investment. Uone akiwa anaenda kucheza na Wahindi anavaa Kihindi. Sio tatizo. Mimi mpaka ukiona namwambia mtu ana investment ya kutosha kwenye mavazi ujue nimeona. Juksi ni sawa. Kwa hiyo Mbosso pia bado sijaona. Yaani umeona watu unaozungumzia. Umeona Alikiba pia sijaona. Yaani Chino yaani sio kwa sababu anapiga yaani sema tu sema. Chino mimi ni mwanangu, siwezi kuongea kitu ambacho ni anajua. Yaani Chino yeye mwenyewe anajua na nimeshamshauri. Ushaona? Ndio. Nilishamwambia kwamba unatakiwa upate watu makini kwenye mavazi. Sasa si wewe haujaweza siku moja kusema kwamba umvalishe msanii, yani wewe uwe ndo permanent. Sio tu kwamba vile unavyoitwa kwenye show, kwenye video, labda video hii bwana, nyimbo ndo hii, mimi nataka si msanii wako mwangalie atavaa vipi. Yani hujawahi kufikiria kwamba kumvalisha msanii permanent. Sasa unajua permanent, ukafanya naye kazi. Kumvalisha msanii permanent ni kitu ambacho kina gharama kubwa sana, kwa sababu mimi pia nina mambo yangu mengi ya kufanya. Nitakuwa na stop. Ndio. Na kuwaza wewe tu. Kwa lazima unipe pesa nzuri, tuingie mikataba mizuri. Kwa Bongo kitu kigumu. Lakini kwa mfano kama leo wasanii wakiamua kuweka, tunasema wakiamua kuweka hela, wakiamua kufanya nako kwenye kuvaa kwao kuwe namba moja, kunaweza kukahit ikawa safi, si ndio? Wakatisha. Kwa sababu pia hata Tanzania kuna madesigner wakali, lakini vipaji vyao vinapotea kufuata upepo.